Yesu ni mzuri. Mtazamaji wangu, Yesu ni mzuri. Muamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kuambia wewe mtu wa Mungu, muamini Yesu Kristo leo hii. Muamini akubadilishe. Ile kiu ya dhambi itaondolewa. Nguvu ya Mungu ipo ya kuondoa dhambi. Kazi ya msalaba si bure. Imefanyika na ni ya kweli. Amen. Kuitetea, kuishindania imani ni pamoja na kuishi maisha matakatifu. Hatuwezi kuendelea kuipenda dunia kuliko kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Tuonyeshe kwamba tumepata mabadiliko ya ndani. Tuonyeshe kwamba tunampenda Mungu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Na hapo Mungu atafanya mambo makubwa katika maisha yetu. Kipaumbele sio kile tunachoomba mara nyingi. Kipaumbele sio hicho. Kipaumbele ni ufalme. Yesu akasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kipaumbele sio fedha. Kipaumbele sio mume, sio mke. Kipaumbele kwanza ni ufalme. Nimesikia nyie mabinti zangu hapa na vijana wangu. Kipaumbele ni nini? Na hapo mengine sasa hayo ni kama ni marupurupu tu. Watu wanataka mambo mazuri, lakini hawamtaki mwenye mambo mazuri. Ni ajabu mno. Akili zetu zimekuaje? Zimeingiliwa na mdudu gani? Yaani huyu anayetengeneza mambo mazuri tunamkataa. Wengine wanakuja kanisani hata kutafuta wachumba, hakuna upati. Muamini Yesu kwanza. Ujui kila kitu kimeumbwa na aliye juu. Ukiona vyaelea ujue vimeumbwa. Unataka vya bure tu, upati ngo. Upati. Mpe Yesu maisha yako. Uokoke. Uokoke. Kaniende kanisani. Kanisani wako. Ufalme kwanza. Ufalme kwanza. Na hayo mengine. Kwa sababu hata pale hajatajwa, hata Mungu anajua huyu kiumbe ana mengi anataka na yahitaji. Hayo mengine yote. Yaani kila siku tunaomba, tunataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Habishaki hivyo. Ufalme kwanza. Ufalme wa Mungu kwanza. Na leo maombi yabadilike, maombi yako yabadilike. Mtazamaji wangu, maombi yako yabadilike. Tangulizi, utafute kipaumbele ni nini? Ufalme wa Mungu kwanza. Ufalme wa Mungu. Haya mengine yanakujaga tu, yatakuja. Yatakuja. Namba 3. Katika kuishindania imani, tunahitaji kuwa na uvumilivu. Katika kuishindania imani tuliyokabidhiwa mara moja tu. Kipengele cha 3, tunahitaji kuwa na uvumilivu. Waebrania 12 mstari wa 2 na wa 3. Waebrania sura ya 12 mstari ni ule wa 2 na wa 3. Biblia inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu.
maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Tusije tukachoka. Watu wa Mungu, huyo aliyeanzisha imani ndani yetu, Biblia inasema ni Yesu Kristo. Ili tusichoke, tumwangalie yeye aliyeanzisha imani. Mambo yakiwa magumu, tumtazame huyo aliyeanzisha imani. Yeye ndiye anajua kwamba anatupeleka wapi. Anajua. Afahamu. Anasema tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza, ndiye aliyeanzisha, ndiye atakayetimiza imani hii. Sasa yeye hakuangalia tu changamoto alizokabiliana nazo, lakini kwa ajili ya furaha iliyokuwa mbele yake aliustahimili msalaba na kudharau aibu. Yaani changamoto, mtu wa Mungu, ambayo unakumbana nayo ni ndogo mno kuliko ile furaha iliyoandaliwa kwa ajili yetu. Ni kidogo mno, lakini mawazo yetu ya kibinadamu yanakuza. Ni shida. Ukisimama, hitaji la kwanza ni hilo, kila siku hilo, kwa sababu shida inamvaa mtu mpaka inaingia kwenye fikra, kwenye mawazo. Haoni kitu kingine, hicho tu. Mwingine hata kabla ya kuomba, akikumbuka, ni machozi yanamiminika. Hicho kinachokukabili, kinachokutesa ni kidogo mno kuliko furaha iliyoandaliwa kwa ajili yako. Yesu, ule msalaba akaudharau. Hakuona ni kitu, kwa sababu mbele kulikuwa na furaha. Aliiona hiyo furaha. Na leo hii sisi tungekuwa wapi, ndugu zangu? Nani mwenye changamoto kama changamoto na shida aliyokuwa nayo Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani? Nani huyo? Hakuna. Hatuhitaji kuchoka, hatuhitaji kuzimia mioyo yetu, hatuhitaji. Biblia inatufundisha mambo mengi kuhusu uvumilivu. Tunaambiwa habari ya mkulima anayesubiri mazao muda mrefu tu. Anaotesha mbegu, anasubiri muda mrefu hadi kupata mavuno. Na ndivyo ilivyo katika kanuni na taratibu za uumbaji wa Mungu, kwamba kuna kusubiri, na kwa sababu ya kusubiri au kungoja, uvumilivu unatakiwa. Ni tunda la Roho. Uvumilivu. Bwana ya Mungu anawavumilia wanadamu. Imeandikwa ni huruma na rehema za Mungu kwamba hatuangamii, kwa sababu yeye si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Haya yanayofanyika duniani sasa hivi, mwanadamu angekuwa ndiye Mungu, sekunde tu angeshaangamizaga wanadamu. Hayo katika uvumilivu, ndugu zangu, tunatakiwa kumngoja Mungu na ahadi zake, kama baba yetu Ibrahimu alivyofanya. Alimngoja Mungu na ahadi ile ilitimia.
hata sala ya Mungu ni ajabu sana. Kumngoja Mungu na ahadi zake, badala ya kuwa na haraka. Wazee walisema haraka haraka ina baraka, kumbe walijua. Na mara nyingi kile cha haraka sana nacho kinaweza kikawa na shida. Baadaye majuto ni mjukuu, kwa sababu ya haraka haraka amepata ndoa yake, haraka amefanya hivi. Bora anayemngoja Bwana. Cha Bwana huwa hakina kasoro, cha haraka kimejaa hitilafu na kasoro nyingi. Baadaye kunaanza kujuta. Light ningengoja, light ningesubiri, light ningevumilia. Lakini hiyo ni katika kumngoja Mungu na ahadi zake. Lakini pia tunatakiwa kuwa na uvumilivu kwa ajili ya watu, kwa ajili ya binadamu. Tunaishi na binadamu, na wewe mtazamaji wangu ni binadamu. Binadamu anayemwezaga ni Mungu mwenyewe. Binadamu hamwezi binadamu mwenzake, kwa sababu wote wameumbwa tu. Kila mtu ana akili zake. Kuchukuliana na makosa au na madhaifu ya watu wengine. Kusamehe, kwa rahisi kusamehe watu. Jamani, wana madhaifu mengi, watu wana makosa, watu sio wakamilifu. Lakini pia kuchagua kuacha hasira. Biblia inasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Hapo ndio panahitaji hekima. Uwe na hasira, lakini pamoja na hasira yako hiyo usitende dhambi. Najua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Efeso 4:26. Efeso 4:26. Inahusiana na sisi kuchukuliana. Labda wanaume wanafikiri ni wakamilifu kuliko wanawake. Hiyo ni kweli? Na wauliza wanaume, na mimi ni mwanamume mwenzenu, je, sisi wanaume ni bora kuliko wanawake? Na je, wanawake ni bora kuliko wanaume? Kila mtu ana madhaifu yake. Sasa tugeuzwe, kumbuka hilo neno, mgeuzwe nia zenu, kwa sababu unaishi kwenye tamaduni na desturi zingine. Wasema wanawake bwana wamejaa madhaifu ya kutosha. Lakini Biblia isemi hivyo. Sisi sote tuna madhaifu. Hakuna aliye mkamilifu. Hakuna aliye mkamilifu. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kuishi na binadamu. Kuishi na binadamu mwenzako. Haijalishi ni nani. Haijalishi ni mume au mke. Haijalishi nafasi yake katika jamii, lakini anaitwa binadamu. Si ndio watu wa Mungu? Tunahitaji kuvumiliana. Hapo ndio maisha yataendelea. Uvumilivu kwa Mungu. Uvumilivu wa Mungu ni kwamba unamngoja Mungu. Lakini kwa binadamu unachukuliana naye. Madhaifu yake unasema basi pamoja na hayo. Kwa sababu hata ufanyeje utambadilisha. Mwenye kumbadilisha hicho kiumbe chake ni Mungu mwenyewe. Yaani hata urukeruke utambadilisha hicho kiumbe, mtu wa Mungu.
Leo uwe na mtazamo chanya kuhusu binadamu unaishi naye. Sema amen. Amen. Uwe na mtazamo chanya, kwa sababu usipokuwa na huo mtazamo chanya, wewe utakuwa ni mtu wa kukwazika tu kila wakati. Makwazo, 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 makwazo ndio kwaya yako, ndio kwaya yako, ndio praise and worship yako. Makwazo, 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 makwazo. Kanisani siendi, nimekwazwa. Kwaya siendi, nimekwazwa. Sijui wapi kijijini huendi, nimekwazwa. Sasa wewe utaishiki wapi? Nenda basi ukakae kwenye sayari fulani huko. Utakutana na viumbe vingine vya ajabu vyenye rangi, utakimbia vipande. Tumepewa kuishi humu duniani. Na hao ndio wanaokudhibiti na wewe pia ubadilike. Wamewekwa ili kukusaidia. Usipojua utakuwa ni mtu wa kupazika tu. Na haya ndugu zangu, kila mmoja nina hakika amekumbana nayo katika maisha. Hata mimi. Lakini neno la Mungu linatuambia pamoja na hayo tusimtende Mungu dhambi. Wewe umeweka hasira kifuani. Hasira mpumbavu imekaa kifuani masaa yote, tangu jana mpaka mwingine anazira hata kula chakula. Yaani mimi nikalete mboga nyanya, alafu nije nikatae kula chakula changu? Hapana, nitaingia hata jikoni. Haiwezekani. Nianguke na njaa? Asi, mimi sina hiyo akili. Mungu atusaidie sana. Kisa hasira. Hasira zingine ni za ajabu mno. Za ajabu mno mpaka unashangaa, huyu mtu ni binadamu ni nini? Mwingine akiwa na hasira mpaka anapiga nyumbani mawe, kila kitu. Hasira. Jamani, hasira, hasara hiyo, hasara. Wala sio hasara ndogo, ni kubwa. Hasira inapelekea watu mpaka kuua wenzao. Hasira. Tunapokosa kiasi tunajiletea shida. Hapo mtari kabisa, imani ameacha, kisa hasira. Wengine wanasema hasira, ukisikia sana kunywa maji ya baridi glasi moja. Mimi sijui hilo bwana, lakini Biblia imesema msitende dhambi. Najua lisichwe na uchungu wenu bado haujatoka. Lisizame. Maana yake hata hasira ina muda wake pia. Lakini ikiendelea kukaa tu, sio yule unayemkasirikia ndiye atateseka, ni wewe. Mapresha. Manini. Nikutie ni mguu. Nani amekuambia ukae na hasira yote haya? Uvutwe mguu, si uondoke tu. Ni wewe ndiye utakayejiletea shida. Yule mtu wa Mungu yuko salama, tena anakushangaa. Nini chamani? Kumbe mwenzako ameondoka na hasira. Sijui kweli kama atapokelewa kwa Mungu. Mungu anajua. Sijui. Hasira hasara. Hapo kuna kuishindania imani kweli? Hakuna. Jambo la 4 katika kuishindania imani, kuishi na kuenenda kwa imani. Kuishi na kuenenda kwa imani, mtazamaji wangu, ili ni jambo la 4 katika kuishindania imani. Tunaangalia
namna au njia ambazo zinatusaidia kuishindania imani tulionayo katika Kristo Yesu. Katika Waebrania 10:38 hadi 39, Biblia inasema hivi: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao tuko miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kuishi na kuenenda kwa imani, tumesoma Ibrania 10:38 hadi 39. Mungu hapendezewi na wale wanaoacha kumfuata au wanaositasita na kurudi nyuma katika imani. Mungu hapendezewi, hafurahi maisha ya kusitasita. Hivi mtu anasitasita, niende nisiende, niende nisiende, hiyo safari itakuwepo. Jambo lolote la kusitasita, kufanikiwa kwake ni kugumu, ni kuamua, ni kuwa na maamuzi sahihi. Na sisi maadamu tumemwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, na wala hakuna aliyechukua fimbo kutulazimisha, tumeamua wenyewe. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu, nisamehe. Tukatubu. Sasa ni vizuri kuendelea kuishi maisha hayo ya kuenenda kwa imani katika Kristo Yesu. Muamini Mungu. Tumwamini Mungu kama watoto walivyo. Watoto wadogo walivyo, wanaamini kirahisi sana. Lakini sisi tunatumia akili sana. Mambo ya imani hayahitaji ujuzi mkubwa sana. Mambo ya imani, ndugu zangu, hayahitaji elimu kubwa. Ni kumwamini tu Mungu alivyo Mungu. Miujiza mingine kwa nini hatuoni? Imani yetu imekuwa hapa, imeshuka mno. Tunaamini vitu vinavyoonekana kuliko Mungu. Teknolojia ndio imekuwa kipaumbele kuliko Mungu. Na sasa kuna kitu kinaitwa AI, akili mnemba, akili bandia. Sasa dunia inapoenda, teknolojia inachukua nafasi karibu ya kila kitu. Wenzetu ukiwaambia huko habari za Mungu, wanatafakari sijui sayansi gani, nithibitishie kisayansi. Unaweza kweli ukaenda kutengeneza utafiti kuhusu Mungu, uende maabara, uende wapi, kuamini teknolojia kuliko kumwamini Mungu. Na yeye sasa anauzuia mkono wake, anazuia miujiza yake. Imani waliokuwa nayo Petro na Yohana, kina Filipo, ndiyo imani hii, na ilifanyika miujiza, mambo makubwa mno. Wenzetu hawakuamini, hawakutanguliza teknolojia. Wenda teknolojia wakati huo haikuwa kama ya sasa. Walimweka Mungu mbele kwa kila kitu, kwa kila kitu. Wasomi wetu tumweke Mungu mbele, vijana wetu Mungu mbele. Imani. Mungu anafanya mambo makubwa mno, fanya mambo makubwa sana sana.
lakini anaangalia pia upande wetu, kwa sababu kuna upande wa Mungu na kuna upande wa mwanadamu. Maandalizi ya moyo ni ya nani? Lakini Mungu pia, kama Mungu ana upande wake, maandalizi ya upande wetu yakoje? Yakoje? Nahitaji vitu, ili mwenye vitu hivyo hatumtaki, tumemweka kando. Nahitaji miujiza. Hata watu wanaenda kwenye mikutano ya Injili wengi tu, ukifanya utafiti, asilimia kubwa wanahitaji miujiza kweli, wanahitaji kuponywa, biashara zao ziende vizuri, maisha yao yaende vizuri. Lakini huyu mwenye maisha hamtaki. Mimi nilienda tu ili niombewe mambo yangu yaende vizuri. Namba 4, ili tuweze kuishindania imani, hatuhitaji kuipenda dunia wala kuifuatisha namna ya dunia hii. Nishatamka hilo kwamba maana yake ni kuiga na kufuata tabia, mitindo, mawazo, mienendo ya watu hata wasiomcha Mungu. Lakini watu wengine wako tayari kukopi na kupesti. Yule biashara yake anafanyaje? Anakopi na kupesti, anaweka ndulele ili kuwavuta wateja. Hivi hata akili ya kawaida, ndulele ina uwezo kumvuta mteja? Nakuuliza wewe, unaifanya biashara, inawezekana na wewe unafanya madudu yako. Kama sio ndulele, wewe unafanya vitu vingine. Si muamini Yesu, achane na hivyo vitu. Ombea biashara yako, wekea mkono kwa jina la Yesu. Injili inajitetea, haitaki ndulele, haitaki madoido, inajitosheleza yenyewe. Ndugu zangu, inajitosheleza. Wafanya biashara makanisani tunahitaji kuongea nao kabisa. Wanasiasa wetu tunahitaji kuongea nao. Mheshimiwa, nakuona upo. Haleluya! Hawa watu tunawahitaji. Tukifika huko mambo yanakuaje? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Narudia kusema hivyo, ili tubaki kuwa nuru, tuwe wakulima, tuwe wafanya kazi maofisini, tuwe wanasiasa, lakini tubaki tukisimama na kuitetea imani yetu, hata tujulikane kwamba wale ni watu wa ile imani. Amen. Wale ni watu wa ile imani. Yule ujulikane hivyo. Si ni sifa nzuri? Hao wengine watajificha, sitaki nijulikane, usinitaje bwana. Nikikaribia maeneo ya kanisani ndio nitaje hivyo. Kule mitaani ana jina jingine, anaitwa babalao. Kanisani anaimba ni soloist, sauti ya kwanza, lakini hapa hawapo. Bwana tusaidie, watu wa Mungu. Imani tuishindanie, tusiipende dunia, tusiitangulize dunia, tusiifanye ndio kipaumbele. Tuko duniani, lakini sisi sio wa hii dunia. Yaani akija wakati wowote tuwe tayari kwenda. Yaani hapa tumeanzishiwa tu, tumeanza safari tu. Hapa tuko stendi. Duniani ni stendi. Kuna siku usafiri utafika. Sasa unakutwa stendi hauko vizuri. Si utaachwa? Tunaenda kumalizia, watu wa Mungu.
tuweze kuishindania imani kama tunaipenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Namba 5 na ndiyo ya mwisho. Tunahitaji kuwa na utayari na ujasiri wa kuisemea vizuri imani yetu. Ujasiri. Sio utayari tu. Utayari bila ujasiri. Sasa tunakutana na mambo yanayohitaji ujasiri. Tunasoma katika Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Mtume Paulo anaandika, anasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Ujasiri ndio unaotufanya tusionee haya Injili. Popote ulipo, usiache kushuhudia. Ndio kuishindania imani, ndio kuitetea. Watu wanasema vibaya. Sema vibaya wokovu. Sema vibaya watu waliookoka. Inawezekana kuna walioharibu kwa kweli, inawezekana. Lakini si ni bora wao useme wamefanya hivyo vibaya, lakini mimi niko hapa, ni mlokole, ni mtu niliyeokoka safi, ili kubadilisha huo mtazamo. Nasema vibaya, basi wewe toa sura nzuri ya wokovu, toa sifa nzuri ya imani hii, ili kuondosha hiyo hali ya kupotosha iliyoko kwa watu. Na watu wana akili, watu wanajua. Kutokuishi maisha matakatifu kumeletea kanisa la Mungu shida. Tunapomalizia, ndugu zangu na watazamaji wangu, napenda kuhimiza na kusisitiza kwamba ni muhimu sana kuilinda kazi ya Kristo aliyotuletea, kuilinda imani, kulinda misingi ya imani hii aliyotuletea, kuendelea kushuhudia wengine, kwa sababu Yesu yu karibu kuja. Kudumu katika neno la Mungu, kulisoma neno la Mungu, kulitafakari, kulitenda, kuishi maisha matakatifu, kuomba hekima ya Mungu. Na hapo tutakuwa tayari kuitetea imani hii hadi hapo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja. Nikualike wewe ambaye unataka kumpa Yesu maisha yako. Imani hii safi, takatifu sana, inapatikana tu kwa wale ambao wamekubali kumpa Yesu maisha yao, wamekubali kuokoka, kuamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Lakini nikualike wewe ambaye pia una changamoto mbalimbali zinazokukabili katika maisha, ni mgonjwa, nasumbuliwa jambo lolote, Mungu wetu anaweza. Yupo kwa ajili yako, yupo kwa ajili yetu. Hebu naomba tusimame, tupaze sauti zetu mbele za Mungu. Lakini nianze na wale wanaotaka kumpa Yesu maisha yao. Kama yuko mtu anataka kuokoka leo hii, yuko katikati yetu, karibu hapa mbele, tufanyie maombi. Karibu mtu wa Mungu. Yesu yu malangoni, akukute huko tayari umeokoka, umempokea Yesu. Nasema tuko stendi tu, lakini usafiri unakuja, gari linakuja. Yeye atakuja muda wowote, akukute huko tayari. Bwana Yesu, tunalibariki jina lako mchana huu wa leo. Tunasema asante kwa sababu wewe ni Bwana.
Twasema asante kwa sababu katika wewe tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai uliotupa. Libarikiwe jina lako kwa sababu ya imani hii uliotuletea kwa njia ya gharama kubwa, kwa njia ya mateso pale msalabani. Wewe ulidharau aibu, wewe hukuona mateso uliopata kwamba ni kitu, lakini wewe uliangalia furaha ile ya milele iliyo mbele, au hata ukakubali kutuletea neema hii ya wokovu na imani hii. Mwokozi wetu, Mungu wetu Yesu uliye hai, uko mahali hapa Bwana, ukamponye mtazamaji wangu huyu, hata ukamuokoe katika ulimwengu ulioharibiwa na Ibilisi. Bwana, umuokoe na umtenge na dhambi na maovu ya dunia hii kwa jina la Yesu aliye hai. Umpe neema yako ili ajue ya kwamba wewe ni Bwana Mwokozi wa maisha yake, akufuate wewe katika maisha yake yote. Aache kutenda dhambi, aache kutenda mabaya, aache kutenda maovu, akuamini wewe Yesu Kristo uliye Mungu pekee na Bwana wetu, wewe ambaye ni msaada kwa kila mwanadamu, wewe ambaye umekuja kwa ajili ya kila mmoja. Bwana umsaidie.